Ukitaka mambo yako yafanikiwe, jua siri hii. Je, umewahi kujiuliza kwa nini kuna mambo kwenye maisha yako yanashindikana hata ufanye jitihada gani? Je, unajua kuwa kuna viumbe wanaishi nasi, wanakula nasi, lakini macho yako ya nyama hayawezi kuwaona? Leo ninakwenda kupasua msamba wa siri ambayo imefichwa kwa maelfu ya miaka. Siri ambayo wachawi hawataki uijue, siri ambayo majini wanaificha kwa nguvu zote, na siri ambayo hata wasoma nyota maarufu duniani hawataki uiguse, kwa sababu wakikupa ufunguo huu, biashara yao ya kukutawala imeisha. Karibu kwenye Book Story, elimu ya wote. Sisi hapa hatuuzii watu matumaini ya uongo, wala hatukufanyi mtumwa wa kafara. Sisi tunakuletea elimu kama mafaa. Tunakufundisha jinsi ya kutumia nguvu za asili zilizopo ndani ya viumbe kama kuku jogo, ili uweze kujitibu, kujilinda na kufungua nyota yako iliyonaswa kwenye chupa za giza. Waganga na washirikina wanatutafuta, wananiuliza, kwa nini unatoa siri hizi bure? Jibu langu ni moja: kila binadamu ana haki ya kuwa huru. Kama unataka kujua kipi kinatokea kuku anapowika usiku wa manane, kama unataka kuelewa ni kwa nini damu ya kuku inatumiwa kama internet ya kupitishia maagizo ya kichawi, na kama unataka kujua jinsi ya kuisafisha nyota yako mwenyewe ukiwa nyumbani kwako bila kutapeliwa pesa, basi usibanduke hapo ulipo. Kabla hatujaanza kuchimba dongo hili la siri, bofya kitufe cha subscribe hapo chini. Jiunge na familia ya Book Story. Huu sio mchezo wa kuigiza, hii ni elimu ya kweli kwa ajili ya watu wa kweli. Katika dunia hii kuna mambo mengi sana ya kujifunza, lakini leo tunawaletea elimu ya pekee. Elimu inayohusu mnyama tunayemwona kila siku machoni petu, lakini tusiomjua kwa undani wake wa kiroho. Leo tunamzungumzia kuku jogo. Wengi humtazama kuku kama kitoweo tu cha mezani, lakini kwa watu wa kiroho na wenye macho ya ndani, kuku jogo ni alama ya nguvu za asili na kiungo kati ya ulimwengu wa nyama na ulimwengu wa roho. Inasemekana katika maandiko ya kale, kabla hata ya mwanadamu na majini kuumbwa ili kuja kumwabudu Mwenyezi Mungu, kiumbe wa kwanza kuwepo katika ufalme wa mbingu alikuwa ni jogo. Jogo anaaminika kuwa ni signe au alama ya malaika. Je, umewahi kujiuliza kwa nini kuku hutumika sana katika shughuli za kiganga, kichawi na hata kafara za kishirikina? Ni kwa sababu kwenye damu ya kuku kuna nguvu kubwa isiyo ya kawaida. Kuna watu wana utajiri wa kuku, lakini kuna wengine wana utajiri uliotokana na damu ya kuku kama kafara ya kubadilisha maisha yao. Kuku jogo si mnyama wa kawaida. Yeye ana uwezo wa kuona viumbe ambao jicho la binadamu haliwezi kuona. Anapoona malaika, jogo hupiga kelele, kuwika kwa sauti ya furaha na utulivu. Inasemekana unaposikia kuku anawika alfajiri, si kwamba anatangaza asubuhi tu, bali anawaona viumbe wa nuru wakipita. Hapo ndipo unapaswa kuomba dua zako, kwani milango ya mbingu huwa wazi. Anapoona majini na wachawi, jogo anapopiga kelele ya vurugu, funjo bila sababu ya msingi mchana au usiku, tambua kuna kitu kibaya kinapita, iwe ni mchawi au kiumbe wa giza. Yeye ni ulinzi tosha wa nyumba. Elimu ya nyota inatufundisha kuwa kuna binadamu ambao wakila nyama ya kuku jogo kulingana na mpangilio wa nyota zao hupata mafanikio ya haraka sana. Lakini hapa ndipo penye siri nzito ya washirikina. Viumbe wa giza, majini, hupenda kutumia kuku kutoa utajiri. Kuna aina ya utajiri ambapo kila punje ya mahindi yanayodonoa kuku basi inawakilisha mwaka mmoja wa utajiri kwa mwanadamu. Hii ni kwa sababu kuku amebeba siri ya baraka na uharibifu kwa wakati mmoja. Wapiga ramli na waganga wanajua faida ya kuku jogo. Wachawi hutumia damu yake kumaliza maisha ya mtu kwa kunuia maneno yao. Hii ni siri nzito ambayo wengi wataiona kama hadithi, lakini wenye imani na wanaojua nguvu za asili watanielewa. Kuku amebeba maisha ya mwanadamu na nguvu za nyota. Kabla ya kumchinja kuku wako au kumdharau jogo anayewika, jifikirie mara mbili. Je, unajua anachokiona wakati huo? Unajua kuwa kuku jogo anaweza kuwa ufunguo wa kusafisha nyota yako iliyofifia? Kuna watu wanahangaika, kila wanachogusa kinaharibika. Biashara haziendi, kazini ni migogoro, na kila mlango unaofungua unajifunga. Leo nitakufumbua macho kuhusu uhusiano wa kuku jogo na nyota ya binadamu. Katika ulimwengu wa kiroho na elimu ya nyota, si kila kuku anafaa kwako. Waganga na watu wa kale wanajua kuwa kuku hubeba aura au mwanga unaoweza kuendana na binadamu. Kuku mwekundu mara nyingi hutumiwa kwa ajili ya kutafuta nguvu, ulinzi na ushindi dhidi ya maadui. Kuku mweupe, huyu ni kwa ajili ya amani, usafi wa roho na kufungua milango ya baraka iliyofungwa. Kuku wa rangi mchanganyiko, kanga, hutumiwa sana katika kurekebisha mambo ya kijamii na mvuto wa kibiashara. Watu wengi wa kale waliamini kuwa kuku ana tabia moja ya pekee, kudonoa. Anapodonoa chini, anachukua kilicho bora na kukimeza.
Katika elimu ya asili, inasemekana kuwa unapoishi na kuku jogoo mwenye afya na akawa anawika asubuhi nyumbani kwako, sauti ile inavunja mawimbi ya mikosi yaliyotengenezwa na maadui usiku. Kuna siri ya kusafisha nyota ambapo mtu hutumia kuku jogoo kulingana na siku yake ya kuzaliwa. Unapomshika kuku huyo na kunuia maneno yako ya mafanikio, kisha kuku huyo akapewa uhuru wa kuishi bila kuchinjwa, nyota yako huanza kung'ara kadiri yeye anavyostawi. Huu unaitwa kuku wa nyota. Wataalamu wa nyota wanasema kuku jogoo ana siri ya uwingi. Ukichunguza maisha ya kuku, hajawahi kulala njaa kwa sababu ana uwezo wa kutafuta riziki hata pasipopatikana. Washirikina wanatumia siri hii vibaya kwa kutoa kafara, lakini upande wa nuru unakufundisha kuwa na kuku jogoo mwenye nguvu ni alama ya kuwa na riziki isiyokata nyumbani. Kuku hahitaji ramani kutafuta chakula, na wewe mwenye nyota iliyosafishwa hutahitaji msaada kutafuta fursa. Fursa zitakutafuta wewe. Hapa ndipo washirikina wanaponiogopa. Wanajua nikisema haya, biashara zao za kudanganya watu zinaisha. Siri ya kuku jogoo haipo kwenye damu yake pekee, bali ipo kwenye sauti yake, wiko na macho yake. Unapoona kuku wako anawika huku akikutazama, usimfukuze. Hapo ndipo anapokuwa anavuta nguvu za asili kuelekea kwako. Waganga wanakuambia mchinje ili wapate damu, lakini mimi nakuambia mchunge kuku wako, asili itakuchunga wewe. Elimu hii ni bahari na kila tone lina maana yake. Kama unahisi nyota yako imezikwa au unataka kujua kuku gani anaendana na nyota yako kulingana na mwezi uliozaliwa, watu wengi wamekuwa wakiniuliza, je, kila kuku anafaa kwa kila mtu? Kama vile kila binadamu ana nyota yake, kuku pia wana rangi na nguvu zinazoendana na nyota hizo. Leo Book Story inakuletea listi kamili. Sikiliza kwa makini ujue kuku wako ni yupi ili uache kuhangaika na mikosi isiyoisha. 1. Punda, simba, mshale. Watu wa nyota hizi wana asili ya uongozi, hasira ya haraka na nguvu kubwa ya utafutaji. Kuku wako ni jogoo mwekundu, pure red, au mwenye rangi ya moto. Siri yake: kuku huyu anasaidia kuchochea nyota yako isiingiliwe na maadui. Ukimfuga kuku huyu anakuwa kama kinga, bodyguard wa kiroho wa mafanikio yako. 2. Ng'ombe, mashuke, mbuzi. Hawa ni watu wa kazi, uvumilivu na wanaopenda kumiliki mali. Kuku wako ni jogoo wa rangi ya udongo, kijivu au brown. Siri yake: nyota hizi zinahitaji utulivu. Kuku wa rangi ya udongo anasaidia kuvuta baraka kutoka kwenye ardhi unayokanyaga. Ni kuku wa mizizi, anakuunganisha na baraka za mababu. 3. Mapacha, mizani, ndoo. Hawa ni watu wa mawazo, biashara, mawasiliano na wepesi wa akili. Kuku wako ni jogoo mweupe, pure white, au mwenye mchanganyiko wa nyeupe na kijivu. Siri yake: kwa kuwa nyota yako iko hewani, unahitaji wepesi. Kuku mweupe anasaidia kusafisha mawazo yako na kufanya watu wakupende. Mvuto: sauti ya wiko wa kuku huyu asubuhi inafungua njia zako za biashara. 4. Kaa, nge, samaki. Hawa ni watu wa hisia, siri nyingi na wanaopendwa na viumbe wa kiroho, majini wa kheri. Kuku wako ni jogoo mweusi, pure black kishingo, au mwenye rangi inayong'aa kama maji, dark metallic. Siri yake: watu wa maji mara nyingi hushambuliwa na chuki za kichawi. Kuku mweusi si wa ushirikina, bali wa asili. Anatumika kama sinki la kunyonya mabala yote yanayoelekezwa kwako. Sikiliza hii siri ambayo waganga hawataki uijue. Huhitaji kumchinja kuku ili ufanikiwe. 1. Mtafute kuku wa rangi ya nyota yako. 2. Mpe jina na uwe unamlisha mwenyewe punje za nafaka. 3. Nena naye. Unapomlisha, nena maneno ya baraka. Kuku huyu anabeba vibration zako na kuzipeleka kwenye asili kila anapowika. Kuku wako akistawi na kuwa na afya, na nyota yako inaanza kuchanua. Kuku akifa ghafula bila ugonjwa, jua amebeba pigo ambalo lilikuwa lije kwako. Wachawi wanajua nguvu hii, ndio maana wanakuambia ulete kuku wa rangi fulani ili wamchinje. Wanachofanya ni kuiba ile connection yako na asili. Sisi hapa Book Story tunakufundisha kubaki na nguvu hiyo mkononi mwako. Je, unajua nyota yako ni ipi kati ya hizo? Kama hujui, andika tarehe yako ya kuzaliwa hapo kwenye comment na mimi nitakwambia kuku wako ni yupi. Usisahau kusubscribe ili uendelee kuwa sehemu ya familia hii inayotafuta ukweli wa dunia. Mpaka wakati mwingine, mimi ni wako katika elimu ya asili.